Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Wa ligi kuu ya NBC, mechi ya mzunguko wa mwisho ambayo tumetoka kuitazama siku ya leo kutokea katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo uliopo jijini Dar es Salaam, ni mtanange ambao umekutanisha klabu ya soka ya Yanga dhidi ya wenyeji ambao ni JKT Tanzania, ambapo mchezo huu umeweza kumalizika mara baada ya klabu ya soka ya Yanga kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi katika mchezo wa mwisho na kuweza kufanikiwa kutwaa kombe la ligi kuu ya NBC kwa msimu wa mwaka 2025-2026 mara baada ya kucheza michezo 30. Kwa hiyo Yanga kwa sasa ndio mabingwa tena kwa mara ya 5 mfululizo na ni mabingwa mara 33 wa kombe hili la ligi kuu ya NBC. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa klabu ya soka Yanga umeweza kufurahishwa na hiki ambacho Yanga ameweza kukifanya msimu, like video yetu, alafu tuambie kwenye comment, je, msimu klabu ya soka Yanga ni mchezaji gani ambaye ameweza kukukosha kweli kweli? Na je, kwa upande mwingine matokeo Yanga kuchukua ubingwa umeyapokea ukiwa maeneo gani? Fahamu mchezo uliomalizika dhidi ya JKT Tanzania ulikuwa ni mzuri kwa upande wa Yanga, lakini kwa upande mwingine haukuwa mzuri kwa sababu tunashuhudia mchezaji Pacome Zouzoua ameweza kuvunjika mguu katika kipindi cha kwanza mara baada ya kuchezewa rafu na mchezaji wa Habi akaweza kuvunjika mguu. Hii tunatoa pole kwa Yanga Sports Club, lakini turudi kwa kile ambacho kimeweza kutuleta mezani ni kuhusiana na mchezo huu ambapo tunashuhudia Young Africans walikuwa kwanza kupata bao katika dakika ya 8 kupitia kwa Prince Mfumelo Dube akimalizia pasi safi aliyopewa na Max Nzengeli, pia na Prince Mfumelo Dube mwana wa mfalme akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la kwanza, na mpaka half time klabu ya soka ya Yanga walikuwa mbele wakiongoza bao 1-0, lakini tunashuhudia JKT waliweza kupewa red card dakika 45 kupitia Wahabi aliyemchezea rafu mbaya Pacome Zouzoua. Katika kipindi cha pili Young Africans tunaona wakarudi na moto ule, akatoka Pacome Zouzoua akaingia Mohamed Damaro kuchukua nafasi mara baada ya Pacome kuvunjika. Tunashuhudia katika dakika ya 51 kupitia Alan Okello Starboy, mchezaji ambaye anafanya vizuri ndani ya Yanga, akaweza kumpa pasi safi Max Nzengeli na kuiandikia klabu ya soka Yanga bao la pili. Na dakika 67 Dep shambuliaji ili hatari ndani ya kosti ya timu ya soka ya Yanga akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la 3. Na kwa upande mwingine Yanga Sports Club wakaendelea kulisakama lango la klabu ya soka ya JKT Tanzania, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi Yanga wamefanikiwa kutoa ubingwa mara baada ya kucheza michezo 30. Wameshinda michezo 23, sare michezo 6 na kupoteza mchezo mmoja. Yanga wamefunga mabao 71 na kuruhusu mabao 9 wakiwa na faida ya mabao 62 na alama zao 75. Lakini Simba amemaliza nafasi ya pili akiwa amecheza michezo 30, ameshinda michezo 22, sare ikiwa ni michezo 7 na kupoteza mchezo mmoja, wakiwa wamefunga mabao 54 na kuruhusu mabao 11 na alama 73 katika nafasi ya pili. Kwa hiyo tunaona ndio hivyo Young Africans wameweza kufanikiwa kutoa ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo. Sasa mara baada ya mchezo wa klabu ya soka ya Yanga kumalizika na klabu ya soka ya Yanga kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 na kuweza kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa mwaka 2025-2026 ikiwa ni mara yao ya 5 mfululizo, kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ali ameweza kufunguka maneno ya kinyonge. Cha kwanza, kumbuke Simba nao pia wameshinda 1-0, akaandika kwamba hivi, kwetu msimu hujamalizika, tukutane Pemba. Hapa akimaanisha kwamba kuna wengine msimu umemalizika, akimaanisha kwamba klabu ya soka Yanga tayari wao msimu wao umeshamalizika, lakini bado Simba wao wanaendelea mashindano, akimaanisha kwamba Simba waweza kufanya vizuri, ndio maana bado wanaendelea mashindano ya kombe la FA ama CRDB Bank Federation Cup. Kwa hiyo anamaanisha kwamba Yanga tayari washamaliza msimu wao, bado msimu unaendelea. Kwa hiyo anasema tukutane Pemba. Huenda Simba wakaambulia chochote kitu kwa kuweza kutoa kikombe mbele ya Azam Football Club na kuweza kunyanyua kwapa msimu katika michuano ambayo inasimamiwa na TFF. Tuambie kwenye comment kwa kile ambacho amekisema Ahmed Ali. Kwa upande wako mtazamo, je, kuelekea katika mchezo wa finali kati ya Simba na Azam, je, karata yako unaitupa wapi? Toa maoni katika comment na sitauje kuyasoma.